Kwa haya mambo matano muhimu sana katika wokovu. Kwa tutasoma, muda ukituruhusu tutasoma yote, na kama muda utaturuhusu tutasoma baadhi na mengine tutamalizia wiki ijayo. Lakini mambo matano muhimu sana katika wokovu. Jambo la kwanza tunapaswa kulijua ni kwamba wokovu ni kwa watu wote. Kwa unapaswa utambua jambo hili kwamba wokovu upo kwa ajili ya watu wote. Kwa wokovu ulipokuja ujaja kwa mtu mmoja au kwa wawili. No. Ulipokuja umekuja kwa ajili ya watu wote. Kwa wokovu ni kwa watu wote. Kwa inabidi kila aitwaye mwanadamu inabidi apate kufanyaje? Apate kupata wokovu. Haleluya. Amen. Yes. Kwa ni muhimu sana kila mmoja wetu apate wokovu. Kwa maana ili tuongeze juhudi, tuongeze bidii ili tupate kufanyaje? Tupate kupata wokovu, na hata watu wanaotuzunguka na wao pia wapate nini mafanyaje ya kupata wokovu, kwa sababu wokovu upo kwa ajili ya kila aitwaye mwanadamu. Yes, unaweza kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 4 mstari wa kwanza. Tutasoma hapo, tusikilize. Neno Bwana nasema Mose na Torati sura ya 4 mstari wa kwanza. Yes. Mose akaendelea kusema, zingatieni basi na mfuate masharti yote na maagizo niliyowafundisha, ili mpate kuishi na kumiliki nchi ambayo Mwenyezi Mungu, Mungu wa babu zenu anawapeni. Haleluya. Umeona? Hapo kuna agizo ambalo Musa anafanyaje? Analitoa. Anawaambia eti zingatieni basi. Yaani wazingatie ambacho alifanyaje? Anachowaambia. Umeona? Kwa inabidi kuzingatia eti na kufuata masharti yote na maagizo. Umeona? Eti niliyowafundisha ili mpate kuishi. Umeona? Na kumiliki nchi ambayo Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, Mungu wa baba zenu anawapeni. Kwa hiyo inabidi wazingatie masharti, washike maagizo, washike sheria ili wakapate kufanyaje? Kumiliki. Umeona? Ile nchi ambayo Mungu alifanyaje? Mungu alikusudia wao kuimiliki, ambayo ni Mungu hiyo nchi alipromise kuwapa nini? Babu zao au baba zao, ili wao wafanyaje? Upate kumiliki. Kwa jambo la kwanza ni jambo la kufanyaje? La kumiliki au na kutii maagizo ya Bwana. Kwa usipozingatia maagizo ya Bwana, maana kwamba wewe wokovu umo ndani yako. Kwa ili wokovu uwemo ndani yako inabidi fanyaje? Upate kuzingatia. Umeona? Uzingatie masharti. Yaani masharti na maagizo yote ambayo tunayojifunza sasa hivi ni masharti na nini? Na maagizo. Yes. Kwa ni masharti ambayo Mwenyezi Mungu alimpa Musa akawapa wana wa Israeli. Kwa na mimi haya mafundisho ndiyo sasa hivi yameandikwa, na mimi nakupea nini? Nawapeeni nyinyi. Kwa hiyo tufanyaje? Tuyazingatie. Wala si nyinyi tu, tuyazingatie wote. Tuishi katika haya maagizo. Amen. Yes. Kwa ni masharti na maagizo tunapaswa kufanyaje? Kuyazingatia, kwa sababu Musa anawaambia niliwafundisha ili mfanyaje? Mpate kuishi na kumiliki. Unaona? Kwa ili wapate kuishi na kumiliki. Kwa ili tupate kuishi na kumiliki inabidi tuishi katika maagizo, katika masharti ya Mwenyezi Mungu. Amen. Yes. Kwa zingatia, mtu wa Mungu, hakikisha unaishi katika masharti na maagizo ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu usipoishi katika masharti na maagizo ya Mwenyezi Mungu, maana kwamba itakuwa ni vigumu kumiliki katika utukufu wa Bwana. Haleluya. Itakuwa ni nini? Itakuwa ni vigumu. Yes. Itakuwa vigumu kufanyaje? Kumiliki mbele za Bwana, kwa sababu hujashika masharti na maagizo yake. Soma na mimi katika kitabu cha Ezekiel sura ya 10, sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 12. Haleluya. Bwana tuwe sana. Ari akatashata brante na mahantu. Asante Bwana. Ndio. Kuna msomaji hapo? Mstari wa 10 mpaka 12. Haleluya.
Neno la Mungu linasema Ezekieli 2:10, akalikunjua mbele yangu, nalo lilikuwa limeandikwa ndani na nje, ndani yake ilikuwa yameandikwa maombolezo na vilio na ole. Sura ya 3 mstari wa 10. Hapa 12. Neno la Mungu linasema tena akaniambia, mwanadamu, maneno yangu yote nitakayokwambia yapokee moyoni mwako na kuyasikia kwa masikio yako. Haya, enenda uwafikirie watu hao waliohamishwa kwa wana wa watu wako, ukaseme nao na kuambia, Bwana Mungu aseme hivi, kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia. 12. Ndipo roho ikaniinua, nami nikayasikia nyuma yangu sauti kama mshindo wa radi kuu, ikisema, na uimidiwe utukufu wa Bwana tokea mahali pake. Amen. Ndio. Bwana tuwe sana. Yes, andiko hili nasema eti tena akaniambia, mwanadamu, maneno yangu yote ninayokuambia yapokee moyoni mwako na kuyasikia kwa masikio yako. Kwa haya ni maagizo. Kumbe maagizo yanapotolewa tufanyaje? Tupate kuyasikiliza na kuyapokea kwa moyo. Kwa usiposikiliza na kuyapokea, maana kwamba uweze kufanyaje? Uweze kuyafanyia kazi. Kwa Musa alipowapa watu maagizo na masharti kwamba zingatia neno la Bwana, kwa hiyo ibidi wafanyaje? Wapokee, wasikilize, alafu wapokee kwa moyo wote, ili wapate kufanyaje? Kuyatimiza yale matakwa ambayo Bwana amefanyaje? Ameyazungumzia. Haleluya. Kwa anamwambia inabidi ayapokee kwa moyo, kwa moyo wake wote, ayasikie na masikio yake. Umeona? Eti aya, enenda ukafikirie watu hao waliohamishwa kwa wana wa watu wako, ukaseme nao na kuambia, Bwana Mungu asema hivi, kwamba watasikia au kwamba hawatasikia. Haleluya. Au hawataki kusikia. Amen. Kwa kuna wakati ambapo Mungu anamtuma mtu wake kwenda kusema na watu. Haleluya. Kwa wale watu, lengo la Bwana ni yule mtu aende kusema nao. Kwa akasema aimaanisha kwamba watasikia au hawatasikia. Muradi enda akafanyaje? Akaseme nao. Ndio kwa maana inabidi tuweni makini sana, kwa sababu ya ipo hivi. Mara nyingi Bwana kwa watu ambao wanafanyaje? Kwa mfano watu ambao wanaoonya, Mungu anaotumia kutoa ujumbe. Kwa wanapoongea, sawa? Maana kwamba wale watu wao wanajivua kitanzi nini shingoni. Amen. Kwa wanajivua kitanzi, wanawapa watu. Kwa wale watu wasipotimiza lile walilosikia, maana kwamba kile kitanzi kinawafanyaje? Kinawanyonga. Yes. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu maandiko yanatuambia katika Ezekieli 30 sura 33 kuendelea kule. Anatuambia kwamba mwanadamu, utakaposema na mtu ya kwamba acha ubaya wako, umeona? Yeye hatasikia akafa katika ubaya wake, basi wewe utakuwa umeokoa roho yako. Lakini endapo nitakwambia useme naye, ukusema naye akafa katika ubaya wake, damu yake nitaidai kwako. Umeona? Kwa maana kwamba huyo mtu atakapotoa ule ujumbe Mungu alipomwambia, maana kwamba yeye ameokoa roho yake, maana kwamba kajifungulia nini kitanzi shingoni. Lakini amekipeleka kwa mtu ambaye alimwambia ule nini huo ujumbe. Amen. Kwa hiyo ndio kwa maana tunapopewa ujumbe inabidi tuzingatie kufanyaje? Kufanyia kazi, kwa sababu aliyetuambia yeye hata daiwa tena. Maana kwamba kwa upande mwingine yeye ni kama ameshamaliza nini kazi yake. Umeona? Kwa hawezi kudaiwa tena nafsi zetu. Umeona? Kwa yeye hawezi kudaiwa. Kwa hiyo inabidi tuendelee kuwa nini? Kuwa wasikivu, tunapoambiwa jambo tulifanyie kazi. Amen. Yes. Kwa huyu Musa alipowaambia wana wa Israeli ya kwamba wazingatie masharti ya Mwenyezi Mungu, wayatii watakapokwenda katika nchi wanafanyaje? Wanaenda kuimiliki. Kwa inabidi wayafanyie kazi, wamsikilize kweli kweli, washike hayo maneno, wakayafanyie kazi, kwa sababu wasipoyafanyia kazi, maana kwamba Musa yeye adaiwi tena. Hebu kumbuka Musa alipokosa na Isa alikufa kivyake. Wale watu si walienda kurisi nchi ya ahadi. Yes. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu yeye asipozingatia yale ambayo Mungu anamwambia, na yeye anakosa kibali vile vile.
lakini ni ile insha kusema hawezi kudaiwa tena damu ya watu, lakini yeye hukumu yake na yeye inafanyaje, inazidi kuwepo pale pale. Kwa maana tufaa sisi zote tupate kufanyaje, tupate kuishi katika nini, katika neno lake. Haleluya. Eti haya enenda 12. Eti ndipo roho ikainuliwa, nami nikasikia nyuma yangu sauti kama mshindo wa radi kuu ikisema na uimidiwe utukufu wa Bwana tokea mahali pake. Umeona? Eti na yeye ndipo akafanyaje, akaona roho ikainuliwa. Umeona? Eti ndipo roho ikainuliwa, maana kwamba ni kama vile yeye akainuliwa labda, au akajaza kwenye mfumo ili apate. Eti akasikia kama nini, kama sauti, yani akasikia kama sauti ya kishindo nyuma yake, kama radi. Umeona? Maana kwamba roho, unajua zamani au watu Mungu alikuwa anawashukia, yani alikuwa anashuka kwa mfumo wa moto. Umeona? Yes, alikuwa anawatokea katika njia nyingi tofauti, sio kama sisi hivi. Sasa hivi sisi tunamwona Bwana kwa njia ya Roho Mtakatifu. Umeona? Mara nyingi wao Bwana alikuwa akisema nao pia, hata alikuwa anajizirisha na shuka katika njia yoyote anayoitaka yeye. Umeona? Kwa alishikia mshindo yeye ambao ni mshindo wa nini, wa Bwana. Umeona? Kwa Bwana akisema naye. Umeona? Kwa tunapoambiwa jambo tuzingatie, kwa sababu wokovu upo kwa watu wote. Kwa ili tupate wokovu sote, inabidi tuyazingatie masharti ambayo Bwana afanyaje, anaosema nasi. Amen. Kwa inabidi tuyazingatie sana. Inabidi tuyazingatie sana. Haleluya. Soma nami katika kitabu cha Warumi. Bwana tuwe sana. Kwa inabidi tuyazingatie hayo sana, kwa sababu tusipoyazingatia sisi tutakuwa sio watu ambao wanaokubali kupata wokovu. Sura ya 10 mstari wa 5 mpaka 18. Haleluya. Bwana tuwe sana. Neno la Bwana lasema, haleluya, eti kuhusu kuwa mwadilifu kwa kuitii sheria, Mose aliandika hivi: mtu yeyote anayetimiza matakwa ya sheria ataishi. 6. Lakini kuhusu kuwa mwadilifu kwa njia ya imani yasema hivi, usiseme moyoni mwako. Katika mstari wa 6 nasema, lakini kuhusu kuwa mwadilifu kwa njia ya imani yasema hivi, usiseme moyoni mwako, nani atapanda kwenda mbinguni, yani kumuleta Kristo chini. Maana kwamba katika swala la nini, katika swala la imani, maana kwamba mtu asiseme moyoni mwake kwamba ni nani atakayepanda kwenda mbinguni. Wapo watu ambao wanaosema hakuna watu watakopanda kwenda mbinguni. Yes, wengine waamini katika nini, katika ufalme wa mbinguni, si ndio? Wengi tu hata watumishi wana makanisa, lakini waamini kama watakwenda mbinguni, na wawafundishi watu kuhusu swala la ufalme wa mbinguni. Wao hawana habari kuhusu hilo. Amen. Yes. Kwa hiyo, lakini kuhusu sheria, Musa aliwafundisha washike hiyo sheria ili waishi kwa hiyo nini? Kwa hiyo sheria. Umeona? Lakini huyu anakuja kusema kwamba watu wengine husema mara kwamba ni nani? Yaani ile kauli ya kejeli. Kwa mfano, mtu anakuambia, kuna mtu alisema hivi, mimi siwezi kuwahubiria watu kuhusu ufalme wa mbinguni. Toka tuzaliwe mpaka leo tunasikia tu ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni. Hatujawahi uone. Sasa huyo ndo kama hawa ambao wao hujiuliza mara kwamba ni kama wanaona swala ufalme wa mbinguni kama mazingaombwe kwao. Ni kama usanii. Kwa sababu wanajua kwamba imewahi zungumzwa toka muda mrefu kwamba ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni, hawajaona. Yesu atarudi, Yesu atarudi, hawajamwona kurudi. Na wakati Yesu amesharudi na anakuja na anaishi, kwa sababu unapokufa yako ndio imeshia hapo. Amen. Yes. Kwa ufalme wa mbinguni unapokufa tayari wewe umeshaanza kwa ufalme wa mbinguni tunaanza kuishi wakati bado tuko wapi? Tuko hapa duniani. Amen. Tuko wapi? Tuko duniani. Unaenda kuthibitika tunapokwenda wapi? Tunapokufa kwenda huko sasa, kwenda kupumzika kwenye makao makuu ya kupumzikia. Sasa nategemea tunaenda kupumzika sehemu gani? Jana au wapi? Sisi tutapumzika wapi? Tutapumzika wapi nani? Kwenye nini? Kwenye matunda. Yes. Sisi tutaenda kupumzika, inaitwa paradiso. Au wengine wanaitwa peponi. So tutakwenda wapi? Pepo na yao. Yes. Paradiso. Kwa huko ndio tutafanyaje? Tutamiliki. Maandiko yanasema kule ni burudani tu. Kule ndio tutakula bata. Mtumishi. Kule. So hizi bata za duniani hizi zimechangana na dhambi hizi. Kule ni bata, yani bata. Yani muda wote ni sherehe. Yani kula na kunywa, kupiga
kuimba kwaya. Kwa maana vitu tengeneza masauti. Tukitenda kuimba kule tutaanza kuimba kwaya kule mtumishi. Kule toka tunaimba tu kule, tumevaa majoo, hakuna shida kule. Eti wala msiseme nani atashuka mpaka kuzimu. Eti pia anasema watu wa msiseme nani atashuka mpaka kuzimu. Umeona? Wapo watu wanajiuliza kweli kuzimu kupo kweli? Eti kweli kuzimu kupo? Kuna mtu atakwenda kuzimu kweli? Msiseme eti ni nani atakwenda mbinguni au ni nani atakwenda kuzimu. Msiseme hivyo, kwa sisi tubidi tuseme hivyo. Sisi tunaamini mbinguni tutakwenda na kuzimu kupo. Kwa wakwenda kuzimu wapo na watakwenda mbinguni wapo. Lakini haina haja kwanza kujiuliza kwamba je, ni nani atakayekwenda kuzimu? Yaani kama vile tunamfanyaje? Tunamudhalilisha nani? Kristo. Amen. Yes. Kwa tusiulize hivyo. Eti yani kumuleta Kristo kutoka kwa wafu. Yaani maana kwamba ni kumuleta Kristo kutoka kwa wafu. Ni kama vile tunamleta Yesu kutoka kwa wafu. Tusifanye hivyo. Amen. Yes. 8. Eti maandiko matakatifu yasema hivi, mjumbe huyo wa Mungu, eti ujumbe huo wa Mungu uko karibu nawe, uko kinywani mwako na moyoni mwako, nao ndio ile imani. Haleluya. Nayo ndio hiyo imani tuwahubiriayo. Haleluya. Au tunayoihubiri. Umeona? Maana kwamba wewe usianze kujioji maswali. Ndipo naambia kwamba maana kwamba ujumbe sawa, ujumbe wa Mungu upo nini? Upo karibu na wewe, ambao ndio lini tunafanya je? Tunalisoma. Maana kwamba upo ujumbe wa Mungu karibu na nini? Na sisi. Na ujumbe wenyewe ndio tunafanyaje? Tunahubiriana kila siku. Umeona? Kwa tusiwe na haja kufanyaje ya kujiuliza kwamba ni nani atakao kwenda mbinguni au kushuka kuzimu. Umeona? Kwa hiyo sisi ujumbe unasemaje? Ambao ujumbe ndio tunahubiriana kuhusu ufalme mbinguni, ya kwamba ukiishi maisha matakatifu unakwenda mbinguni na ukiishi maisha maovu unakwenda motoni. Umeona? Kwa hiyo usifanyaje? Tusianze kuhojiana kuuliza maswali ya kwamba ni nani atakayepanda kwenda mbinguni au kushuka kwenda kuzimu. Bali tuangalie neno linasemaje. 9. Eti kama mkikiri kwa kinywa chako, kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alifufua kutoka wafu, utaokoka. Amen. Kwa ujumbe ndio huu tunaohubiriwana. Umeona? Ndio tunaofanyaje? Tunaohubiri. Kama utaamini moyoni mwako. Umeona? Kama utaamini moyoni mwako na kukiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni nani? Ni Bwana na alifufuliwa kutoka wafu, maana kwamba utafanyaje? Utaokoka. Kumbi wokovu ni kwa wote, kwa kila atakayekiri jambo la nini? La utukufu wa Mungu. Haleluya. Kila atakayemwamini Mungu akimkiri atafanyaje? Ataokoka. Kumbi inabidi tufanyaje? Tuanze kumkiri Bwana. Tushikilie Bwana fanyaje? Anachotaka tukiishi, ndipo tutapata neema wokovu. Kwa hili ndilo jambo kuu ambalo tupafanyaje? Tulizingatie. Tukiri kwa kinywa, sawa, na kuamini moyoni. Kwa unapokiri Yesu Kristo anaweza, hakikisha unaamini moyoni kweli anaweza. Unajua maandiko yanasema watu wao niheshimu kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao ipo mbali nami. Sasa kama kauli nasema hivyo, maana kwamba inamaanisha nini? Kumbe kuna wakati ambapo watu wanamtaja Mungu kwa vinywa tu, lakini mioyo haiko haiambatani na kile wanachokifanya. Umeona? Yes. Kwa maana kuna wakati mtu anaweza kusema akamwahidi mtu kitu kwamba nitakupa, lakini katamka kwa kinywa, lakini moyo haujakubali kufanya hilo jambo. Umeona? Kwa wapo wanaofanya hivyo katika kumtumikia Mungu au katika wokovu. Kwa ni watu ambao wao wanafanya hivyo kwa midomo yao tu, lakini sio kwa sababu wanataka kufanyaje? Wanataka kutekeleza lile Bwana fanyaje? Analolitaka. Amen. Kwa hiyo tuhakikishe kila tunalolifanya tulifanye kwa nini? Kwa utukufu wa Bwana, ili Bwana apate kutuwezesha, ili tupate kuwa watu waliookoka. Inabidi tuishi maisha ya wokovu. Tumkiri Yesu Kristo. Haleluya. Kwa kuwa Kristo alifufuliwa katika wafu na uzima, atapata haki, na kwa kinywa akikiri atafanyaje? Atapata wokovu. Kwa hiyo inabidi tumkiri Yesu Kristo. Inabidi tuamini moyoni mwetu, alafu tufanyaje? Tumkiri yeye. Umeona? Ili tupate nini? Tupate wokovu. Amen. 11. Eti kwa maana andiko la nena kila amwaminiye atatayarika. Maana kwamba kila anayemwamini atatayarika. Nini maana kutayarika? Kuna mtu anaweza kutoa tafsiri nzuri hapo. Yaani atatayarika. Haleluya.
Yes, hebu ngoja tuangalie katika tafsiri. Nini maana hata tayarika? Hata aibishwa. Katika tafsiri hii hata aibishwa, umeona? Wanakwambia tafanyaje? Hata aibishwa. Kwa hiyo kila atakayemwamini hawezi kuaibishwa. Umeona? Yes. Eti kwa maana hakuna tofauti kati ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa katika swala la wokovu, ndio kwa maana wokovu umekuja kwa wote. Kwa hakuna Myunani wala Myahudi, hakuna Myahudi wala Myunani, kwa sababu yeye ni Mungu wa wote na ni tajiri juu ya wote. Kwa utakapomkiri tu kumwamini, basi umepata nini? Umepata wokovu. Kwa hiyo inatubidi sote, watu wote wapate nini? Wapate wokovu. Haleluya. Eti kwa kuwa kila atakayelitii jina la Bwana ataokoka. Na kila atakayelitii jina la nani? La Bwana atafanyaje? Ataokoka. Kumbe inabidi tutii nini? Jina la Bwana ili tupate kufanyaje? Tupate kuokoka. Maana kwamba kama unajiita mtu aliyeokoka alafu ulitii jina la Bwana, basi wewe hujafanyaje? Hujaokoka kwa mujibu wa Biblia hii au kwa mujibu wa andiko hili. Maana kwamba ili uthibitike umeokoka, inabidi fanyaje? Ulitii. Haleluya. Yes. Eti basi amwiteje yeye asiyemwamini? Amwiteje yeye asiyemwamini? Tena amwaminije yeye asiyemsikia? Tena amsikiaje pasipo mhubiri? Umeona? Pana swali nzuri sana hapa. Yaani hapa ni maswali. Eti basi amwiteje yeye asiyemwamini? Kwa maana kwamba wewe usiamini unawezaje kumuita Mungu? Sawa ndugu yangu? Kwa wewe usiamini unawezaje kumuita Mungu? Kwa amwiteje yeye asiyemwamini? Kwa yule asiyemwamini Mungu ni vigumu amuite Mungu. Sawa? Sawa mtumishi? Mtu ambaye wewe haupatani naye ni vigumu kufanyaje? Akuite. Hata kama upo mbele yake ni vigumu akuite kwa sababu anajua huwa hapatani na wewe. Umeona? Yes. Kwa ni vigumu kufanyaje? Akuite. Sasa wapo watu ambao wao hawapatani na Mwenyezi Mungu, kwa watamhitaji ili wamuombe. Ni vigumu sana. Umeona? Eti tena amwaminije yeye asiyemsikia? Kwa pia utamwaminije yeye usiyemsikia? Kumbe hapa kuna somo kubwa sana. Umeona? Kumbe mtu ambaye unapaswa kufanyaje? Kumwita, inabidi unamwamini. Amen. Kwa mtu pia unapaswa kumfanyaje? Mtu unapaswa kufanyaje? Unapaswa kumwamini, inabidi unafanyaje? Unamsikia. Umeona? Inabidi unafanyaje? Unamsikia, kwa sababu ukimwamini maana kwamba unasikia anachofanyaje? Anachokuambia ndicho unachofanyaje? Unakiamini. Umeona? Eti tena amsikieje pasipo kuhubiriwa au kumhubiri? Kwa pia atamsikiaje pasipo kumhubiri? Kwa mtu pia atamsikiaje pasipo kuhubiriwa? Maana kwamba mtu hawezi kupata wokovu bila kuhubiriwa. Umeona? Umeona? Kwa mtu ili awe na Mungu, kwa jambo la kwanza inabidi afanyaje? Amwamini. Sawa? Kwanza amwamini. Sawa? Alafu amsikilize. Sawa? Alafu mtu huyo ahubiriwe. Kwa katika kuhubiriwa, yani kama vile hapa, asante Roho Mtakatifu. Yani jambo hili limebadilishwa, ni kama vile lipo verse. Sasa tunafanya hivi, ili swali la mwisho tunaliweka katika kipengele cha kwanza. Kwa hiyo tunasema hivi, kwa ili mtu apate kufanyaje? Kuamini, inabidi ahubiriwe. Sawa? Inabidi afanyaje? Ahubiriwe. Kwa katika kuhubiriwa inabidi asikilize. Baada ya kusikiliza afanyaje? Aamini. Amen. Yeah, kwa tumebadilisha hapo katika kulingana na tafsiri, lakini iko sawa. Sawa? Kwa unapohubiriwa inabidi ufanyaje? Usikilize. Na unaposikiliza unafanyaje? Uamini. Amen. Yes. Ili upate kuishi na Mungu, uwe mtu aliyeokoka, aliyekamilika, inabidi uwe mtu unafanyaje? Unasikiliza mahubiri. Haleluya. Mungu ni mwema sana. Unajua Mungu Mungu wewe. Mungu ni mwaminifu sana. Mtumishi. Mungu ni mwaminifu sana. Unaona jana nilikupigia simu ya ushuhuda. Ushuhuda mkubwa ule mtumishi ule. Maajabu kabisa. Yaani kitu unajifikiria unapiga simu tu mtu anakujibia. Sawa. Yaani hiyo imeshakuwa, hiyo imeshaumbika hiyo. Yes, hiyo imeshakuwa. Yaani haibadilishwi hiyo. Yeah. Kwa hiyo jambo tunakumshukuru Mungu. Haleluya. Mungu ni mwaminifu sana. Katika 15, eti tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa ni mizuri kama nini miguu yao
wahubirio habari ya mema. Umeona? Eti pia watu hawa wahubirije kama wasifanyaje? Wasipopelekwa. Kumbe pia upate kuhubiri inabidi ufanyaje? Upelekwe. Amen. Kumbe ukijipeleka mwenyewe ni vibaya. Ndio kwa maana watumishi leo wanajipeleka wenyewe, makanisa wameanzisha wenyewe bila Mungu kusema. Haleluya. Bila kusikia Mungu kusema, wamejipeleka wenyewe. Inabidi Mungu akuite, Mungu akupe wito wa kwenda kufanyaje? Kuhubiri. Umeona? Mungu inabidi akupe kazi ya kufanya hivyo, kwamba huyu inabidi afanyaje? Akahubiri. Yes. Kwa inabidi tupelekwe. Tunapelekwa na nani? Tunapeleka na Mwenyezi Mungu ambaye ndiye anayetufanyaje? Anayetupeleka. Haleluya. Umeona? Eti kama ilivyoandikwa, eti ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Kwa kumbe miguu ya watu wanaohubiri mema, habari ya mema, miguu yao ni nini? Ni mizuri. Nini maana miguu mizuri? Maana kwamba ni miguu inayotembea katika nini? Utakatifu. Amen. Sio kwamba ni mizuri tukiangalia kwa umbo. Ni miguu inayotembea nini? Katika njia nini? Ya utakatifu. Kwa ni miguu isiyojikwaa. Kwa sababu miguu inayohubiri mema inabidi ishi hiyo hayo mema. Kwa kama unakemea dhambi, usifanye dhambi ya zinaa, inabidi wewe pia usifanyaje? Usifanye dhambi ya zinaa. Kwa hiyo miguu inang'aa, inatembea katika nini? Katika uzuri wake, inapendeza. Yes. Kwa inabidi tuhubiri neno na tulisikilize neno ili tupate kuwa watu wafanyaje? Waliokoka. Amen. Bwana tuwe sana. Eti lakini si wote waliotii ile habari njema. Eti lakini sio wote walioitii ile habari njema. Kwa maana Isaya asema, Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Umeona? Maana kwamba kumbe sio wote wanafanyaje? Wanaozitii habari njema. Tukaona tushangae leo watu wanahubiriwa lakini hawafanyaje? Hawasikilizi Mungu anachokisema. Kumbe wameandikwa humu. Kwa maana mtu namhubiria yanaingia huko yanatokea, kwa sababu walikuwepo watu wa aina hiyo ambao sifanyaje? Wasoti nini? Habari njema. Umeona? Eti ndipo Isaya akasema, Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Eti ni nani aliyeziamini habari zetu? Ni nani anayeamini habari tunazozifanya au hatua ya wokovu tulionayo? Umeona? Ni nani anayeamini wokovu ulionao wewe? Haleluya. Haleluya. Bwana tuwe sana. Tusiwe kama watu wasiotii, bali tuwe watu wanaohesabika katika wale waliofanyaje? Waliotii. Haleluya. Ndicho Bwana anachokitaka. Eti basi imani chanzo chake ni kufanyaje? Ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Haleluya. Kumbi imani ya kumwamini Yesu Kristo chanzo chake ni nini? Ni kusikia. Na kusikia huja kwa nini? Kwa neno la Kristo. Haleluya. Kumbi ili uwe na Kristo inabidi uwe na imani, na kuwa na imani inabidi usikie, na kusikia unakuja kwa neno la nani? La Kristo, ambalo neno la Kristo ndilo hilo tunafanyaje? Tunalojifunza watu wa Mungu. Haleluya. Yes, hili ndilo neno la Kristo. Haleluya. Eti lakini nasema, je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Anauliza, je, watu hao wakusikia? Naam, wamesikia. Umeona? Kwa je, amkusikia? Jibu linatolewa kwamba mmefanyaje? Mumesikia. Umeona? Eti na sauti yao imeenea duniani mote, na sauti imeenea duniani mote. Haleluya. Umeona? Duniani mote. Eti na maneno yao hata miisho ya nini? Ya ulimwengu. Hata mwisho wa ulimwengu, maana kwamba mambo haya mpaka mwisho wa dunia. Hapo ni mpaka uzima milele ufanyaje? Utakapokuja. Yes, unyakuo. Haleluya. Bwana tuwe sana. Yes, tutasoma jambo la pili. Rikosa. Hilo ni jambo la kwanza. Tutasoma jambo la pili. Bwana tuwe sana. Haleluya. Rikosa rabashete. Jambo la pili, uhodari katika kushika agizo la Mwenyezi Mungu. Kwa uhodari katika kushika agizo la Mwenyezi Mungu. Kwa inabidi pia tuwe na uhodari wa kufanyaje? Wa kushika agizo la nani? La Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo haya yote tuliyosoma hapa nini? Ni maagizo. Kumbi baada ya kusikiliza hayo maagizo inabidi tufanyaje? Tuwe na uhodari wa kufanyaje? Wa kuyashika sasa. Haleluya. Kwa sababu usipokuwa na uhodari uweze kufanyaje?
huwezi kuyashika, huwezi kuyashika. Kwa inabidi tuwe na uhodari wa kuyashika maagizo. Haleluya, Bwana tuwe sana. Yes, soma na mimi sasa hiyo Kumbukumbu la Torati sura ya 4. Haleluya, inabidi tuwe na uhodari wa kushika nini? Maagizo ya Bwana. Usipokuwa na uhodari wa kushika maagizo ya Bwana, maana kwamba itakuwa ni kazi ngumu sana kwako. Haleluya, sura ya 4 mstari wa 2 hapo utasoma. Haleluya. Eti msiliongeze neno niwaambialo, wala msilipunguze, mupate kushika amri za Bwana Mungu wenu ni waamuruzo. Haleluya. Au ni waamuruzo. Yes, ni waamuruzo. Kwa hiyo anatuambia kwamba hapo tusifanyaje? Tusiongeze neno katika yale afanyaje anayotuambia. Umeona? Kwa tusiongeze wala tusipunguze, bali tuyashika yale afanyaje anayotuagiza. Kwa haya tuliojifunza hapa, tusiongeze wala tufanyaje, tusipunguze. Badala yake tufanyaje? Tuyashike yale afanyaje anayotuagiza. Haleluya. Yes, tuyashike yale anayotuagiza. Soma nami katika Ufunuo. Iko saira washata. Kwa tusiongeze wala tusipunguze, bali tuyashike maneno yake anayotuagiza. Haleluya. Ufunuo 22 sura ya 18-19. Haleluya. Naona Bwana anasema eti namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yoyote asiyaongeze, Mungu atamwongezea hayo mapigo aliyoandikwa katika kitabu hiki. Umeona? Kwa anatushuhudia. Umeona? Anashuhudia kila mtu, maana kwamba anatushuhudia kila mtu au anashuhudiwa kila mtu. Ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo. Umeona? Kwa maneno haya tusiyaongeze, ila tukiyaongeza Mungu atafanyaje? Atatuongezea mapigo, maana kwamba tutapigwa kulingana tufanyaje tulivyoongeza. Amen. Kumbe haipashi tufanyaje? Tuongeze. Umeona? Kwa kuwa tutaongezewa mapigo yote tufanyaje yaliyoandikwa katika kitabu kiapi? Kitabu hiki. Amen. Eti na mtu yoyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule utii wa uzima, katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Amen. Kwa hata mtu pia atakayeondoa jambo lolote katika yale tunayojifunza, maana kwamba naye atafanyaje? Naye ataondolewa katika ule utii ambao ni wa uzima. Umeona? Ambao uzima ndio tunaotarajia, uzima nini? Wa milele. Kwa naye atapunguziwa sehemu ya urithi wake, sehemu ya nafasi yake. Umeona? Kwa ataondolewa. Kwa inabidi tufanyaje? Tusiongeze na wala tusifanyaje? Tusipunguze, badala yake tushike neno la Bwana kama lilivyo. Bwana anataka tufanye nini? Bwana anataka tuishike sheria zake, tushike neno lake, tushike maagizo yake, tutembee njia takatifu. Ndicho Bwana anachokitaka. Amen. Yes. Kumbukumbu, soma mimi Kumbukumbu tena. Haleluya. Sura 12:32. Haleluya. Iko sawa. Bwana tuwe sana. Eti neno ni wagizalo lolote, liangalieni kulifanya, usiliongeze wala usilipunguze. Umeona? Kwa neno lolote anafanyaje? Analotuagiza eti tuliangalie, tulifanye, tusiliongeze wala kufanyaje wala kulipunguza. Kumbi katika neno la Bwana hakikisha, unajua hapo watu Mungu anakuambia usizini, yeye anakuambia uzini upo kwa wale, kwa mfano kwa wale tu waliooa. Amekwambia usiibe, mimi nina njaa, kwa nini nisiibe? Hapo ni kama unaongeza vya kwako. Sawa? Amekwambia tufanyaje? Usiibe, maana kwamba hata kama una njaa hautoki fanyaje? Uibe, nenda kaombe. Sawa mtumishi, unakumbuka ushuhuda tuliokutana na yule mtu pale? Unakumbuka? Yes, yule mtu nilimpenda sana. Yaani yule badala awe kibaka au aibe,
akaamua kufanyaje? Kuomba. Umeona? Kwa hiyo inabidi ufanyaje? Uombe. Na kila nayeomba ufanyaje? Upewa. Alinifurahisha sana. Mimi sikuwa na hela nyingi, ningempa hela kutosha sana. Yaani ningetamani nimjengee, hata nimpangishie chumba, nimjengee nyumba. Ile siku kweli kabisa. Yaani nitamani mfanyie jambo la watu wanatushangaa pale. Uliona? Watu watu wa aina gani hawa? Yaani yule dada anauza chakula pale, chakula anauza pale. Alikosa tu chakula kumpa yule mtu. Hajakosa. Au kumnunulia tu kile chakula. Lakini akumpa. Nikasema Mungu wangu, bora tu nidaiwe, kama nikudaiwa nidaiwe tu. Lakini huyu ataachwa. Kwa inabidi tufanyaje? Tuombe kama hatuna, kuliko kufanyaje? Kuiba, kwa kuwa tukijiongezea nafasi ya kujitetea tunaongeza sheria na tunafanyaje? Tunapunguza. Yule jamaa Mungu amkumbuke kwa kweli. Ya Mungu amkumbuke. Yaani jamaa yule nashuka, pale anatembea nashuka. Yaani pale ni kitanda mzima mzima. Wao wanasema wananiawa mtu ambaye hajaoa yeye anatembea na begi, tembea kila kitu mara popote alipo. Mara yeye popote kama. Tofauti na aliyooa anafikiria nyumbani, nikilala huko nina nyumba na mke na watoto, kwa hiyo inabidi arudi. Asa mtu ambaye hajaoa, kwa mfano tuko hapa, tukisema tulala hapa, tunalala, mimi nalala. Kwa nyumbani nawaza nini sasa? Ukuna ikikuwaza. Kwa inabidi tufanyaje? Kuliko kuvunja sheria au kuongeza sheria, zingatia sheria inavyokutaka ufanye. Haleluya. Yes, usiongeze wala usipunguze. Soma na mimi Yoshua. Haleluya. Bwana tuwe sana. Sura ya kwanza. Haleluya. Mstari wa 7 wa 9. Bwana tuwe sana. Naona Bwana anasema uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendao. Haleluya. Yes, hapa ndipo uhodari unatufanyaje? Unatakiwa. Kichwa kinao kinasemaje? Uhodari katika kufanyaje? Katika kushika agizo la nani? La Mwenyezi Mungu. Yes. Kwa hapa huyu anaambiwa awe hodari katika kushika nini? Maana kwamba hapa anaambiwa awe hodari ili apate kushika nini? Agizo la Mwenyezi Mungu. Umeona? Kwa hapa ni kuwa hodari katika kushika. Yaani inabidi katika kuwa hodari, ni hodari hata kama maumivu, unapata maumivu. Angalia mitume, manabii waliuawa, ndugu yangu, wanakatwa hivi. Walikuwa hodari. Mtu anachinjwa, yaani ndugu yako anauawa kule, wewe bado unaendelea na injili huko. Na unajua kilichosababisha afe ni hicho unachokifanya. Lakini watu wanaendelea tu. Kwa huo ni hodari katika kufanyaje? Katika kutia agizo la Mwenyezi Mungu. Kwa na sisi inabidi tufanyaje? Tuwe hodari hata kama watatokea mapanga shingoni. Tuwe hodari hata kama watatoa vichwa. Tuwe hodari hata kama tuwe hodari kwa jambo lolote. Haleluya. Mradi atuvunji wala tuongeze. Amen. Yes. Tuwe hodari. Akamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa. Umeona? Ambayo sheria tulisoma kule katika kipengele cha kwanza, Musa aliwaagiza wanani? Wana wa Israeli. Umeona? Kwa hata huyu anaambiwa kuna sheria, sheria ndio hii tunayojifunza. Umeona? Sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto. Usiache kwenda. Kwa katika kwenda ni kutafuta maarifa ya Mungu. Kufanya kazi ya Mungu, kumtii Bwana. Umeona? Upate kufanikiwa sana kila uendako. Ili upate kufanikiwa sana fanyaje? Uendako. Kwa ili upate kufanikiwa inabidi tushike sheria nani? Ya Mwenyezi Mungu. Haleluya. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Yes. Kitabu hiki cha Torati fanyaje? Kisiondoke kinywani mwako. Kumbe neno hili tunalojifunza mahali hapa lisije likafanyaje? Likaondoka vinywani mwetu. Amen. Tuhakikishe neno la Bwana, kitabu hiki kinakaa mioyoni mwetu na vinywani mwetu. Umeona? Mbali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Badala yake tu yatafakari maneno yake mchana na usiku. Amen. Yes. Uchana na usiku. Upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa umo. Upate kufanyaje? Sawa sawa, upate kufanyaje? Upate kutenda sawa sawa na maneno yote fanyaje? Aliyoandikwa umo ndani. Amen. Kwa inabidi tufanye kila jambo sawa sawa na neno la Bwana. Inafanyaje? Ninavyotuambia. Nimetuambia upendo, tufanye upendo. Sawa? Yes. Na tuambia tumtii Bwana. Haleluya. Kwa tuzingatie hayo Bwana anayotuambia. Haleluya.
yaliyoandika humo. Bwana tuwe sana. Eti maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Kwa tutakapofanya hivyo ndipo tutakafanyaje? Tutakapofanikisha katika njia yetu, na ndipo tutakapofanyaje? Tutakapofanikiwa au kustawi sana. Amen. Yes. Kwa inabidi tushike neno la Bwana ili tupate kufanikiwa, tupate kustawi. Soma na mimi methali. Tupate kufanikiwa na kustawi. Amen. Yes, ili tupate kufanikiwa na kustawi. Asante Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana tuwe sana. Methali 30:5-6. Haleluya. Bwana tuwe sana. Liko sayara bashete. Eti kila 30, sura 30:5-6. Yes, haleluya. Eti kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao yao wamwaminio. Kumbe kila neno la Bwana limefanyaje? Limehakikishwa. Yeye nifanyaje? Ni ngao ya waaminio. Kumbe neno lote tunalolisoma mahali hapa limehakikishwa, linafaa kwa kuhubiriwa, linafaa kufuatwa, linafaa kutiiwa kwa sababu limehakikishwa. Umeona? Haleluya. Na yeye ni ngao ya waaminio. Kumbe tukimwamini Bwana atakuwa ngao yetu. Amen. Kumbe neno lote tunalolisoma limehakikishwa kwa linafaa. Hakuna neno ambalo alifai. Haleluya. Eti usiongeze neno katika maneno yake. Usiongeze neno katika maneno yake. Eti asije akakulaumu. Yes, asije akakulaumu. Kwa usiongeze maneno ya Mungu katika mambo yake, katika maneno yake. Asije akafanyaje? Akakulaumu. Lakini leo watumishi wangapi wanaongeza maneno? Watu wangapi wanaongeza maneno? Haleluya. Mtu mmoja nimemkuta, yani ni kama vile anasaisha, anasema hivi, kuna mtumishi alikuwa anasema kwamba anawakataza watu kusali uchi. Yes, of course, kusali uchi sio vizuri sana. Labda kama upo katika hali ya kutokujiweza, kwa mfano unaumwa, umeona? Unaumwa kwa kitandani, uwezi kuamka ujistiri. Hapo unaweza ukasali uchi, lakini sio halali kusali uchi. Ukiwa unajiweza, unaweza kuvaa nguo. Umeona? Sio vizuri kumwendea Mungu uchi. Sawa? Kwa kila mmoja anapokwenda mbele ya Mwenyezi Mungu fanyaje? Ajistiri. Sasa yeye akaanza kumsaisha mwenzie ya kusema, huyu anasema watu wasende uchi kusali. Mbona maandiko yanatuambia sisi tulikuja uchi na tutarudi uchi, na macho ya Bwana yapo kila mahali. Alafu akasema eti ni kitu gani kitakachotutenga na upendo wa Mungu Baba? Ni shida, mateso au uchi? Kwa akawaruhusu watu wao wanasali wakiwa uchi, wakiwa peke yao, wao wanasali uchi. So hao ni watu ambao wanafanyaje? Wanaongeza katika maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Andiko ile limaanisha kwamba tusali uchi. Kama andiko amesema macho ya Bwana yako kila mahali. Sasa yapo kila mahali, si yeye ndo anatuona. Yes. Hapo uchi, maandiko Paulo anasema pale, ni kipi kitakachowatenga na upendo wa Mungu Baba? Je, ni njaa, uchi, hada au shida? Hapo uchi unaotajwa hapo sio uchi wa kusema ndio uende mbele ya Mwenyezi Mungu kuabudu, kuomba uchi. No. Ni uchi wa kukosa mavazi. Amen. Yes, ni uchi wa kufanyaje? Wa kukosa mavazi. Kwa hiyo unakuta watumishi wa Mungu, watu wa Mungu wanaongeza mambo ambayo Mungu hajafanyaje? Hajazungumza. Kwa watu nikasikia pale comment eti huwa naogopaka tu bure, kwanza leo nitakuwa nasali uchi. Tayari kashapotosha watu. Umeona? Kashafanyaje? Kashapotosha watu. Kwa nikaandika pale, nikamsaisha. Nikamwambia ndugu yangu, huo ni upotoshaji. Hakikisha unafanyaje? Unasaisha video yako. Umeona? Maandiko hayajamaanisha hivyo. Nikaorozesha pale, nikamtumia, nikaweka kwenye comment. Sijui kama message ilimaliza hata siku. Akaifuta. Yes, akaifuta. Watu wapendi kusaishwa katika maovu yao. Wanajiona wako sahihi, kumbe wanafanyaje? Wanapotosha. Umeona? Akaifuta. Kwa natamani andae video ili nikemea. Kwa unapopotosha neno moja tu, maana kwamba unakuwa umeongeza au umepunguza. Watu wakisikia mapokeo ambayo Bwana hajayasema, unajua utadaiwa nafsi ya watu wangapi. Umeona? Kwa kauli moja tu potofu ikipokelewa watu 1,000 wakaamini, kwa kuwa mimi naamini wapo wengi waliamini alichokisema. Na mpaka sasa hivi watakuwa wanasali uchi. Tayari watu wameshafanyaje? Wameshapotea. Kwa utajikuta maombi yao tena kufanyaje? Hayapokelewa. Umeona? Ndio kwa maana wakati Adamu walipofanya maovu, umeona? Mungu pia alisupport kitendo cha kujistiri. Walitengeneza mavazi ya majani, Mungu akatengeneza mavazi ya nguo, ya ngozi.
Maana kwamba ya majani ni yangeharibika tu siku moja au mbili, lakini ya ngozi kutengeneza nguo ya ngozi inakaa siku ngapi? Inadumu. Kwa Mungu anapenda kwamba tufanyaje? Tujistiri. Sasa unawezaje kumwendea mbele na nili uchi? Mwenyezi Mungu uchi. Ni stara. Inabidi tuwe na stara. Nani awezaje kumwendea mama yake au baba yake, yeye kasha kwa mtu mzima? Kwa mfano tumesha kwa watu wazima hivi. Kumwendea baba yako uchi. Unaweza? Mama yako uchi, unaweza? Hauwezi. Kwa nini tumwendee Bwana uchi? Yeye katuambia macho yake yupo kila mahali. Anatuona ndio. Je, anakuambia anaona ni uchi wako? Yeye anatuona afu sana. Mungu anatuona kwa sababu kuna mambo ambayo watu wanaficha sirini ndani ya mioyo ambao wao wanaona hayajulikani, yaonekani. Kwa Bwana mambo hayo yapo nini? Yapo uchi. Umeona? Yapo wazi. Watu wanapotosha watu. Haleluya. Eti usiongeze neno katika maneno yake, asija akakulaumu. Haleluya. Eti akaonekana muongo. Eti usije ukaonekana kuwa muongo. Kwa unapoongeza kumbe unaonekana kuwa muongo. Kumbe wale wote wanaoongeza maneno ambayo Bwana kuyafanya, akuyaongea ni waongo. Haleluya. Sasa unakuta mtu anamwandikia wewe ni nabii wa uongo, wewe ni mtumishi wa uongo, wewe ni mwamini wa uongo, anakasirika. Sasa unachokifanya kinaakirisha. Umeona? Maandiko yanasema kinaakirisha kwa unakuwa muongo. Sasa mimi nikuiteje? Nikuiteje? Kwa tunakuita nani? Muongo. Kwa haipashi tufanyaje? Tuongeze wala tupunguze. Haleluya. Bwana tuwe sana. Naona neno hili litubariki sana. Tuishi katika maisha matakatifu. Tumejifunza sehemu mbili. Bwana tupe neema, tutaendelea, tutamalizia. Haleluya. Ndio tenda kuliombea neno. Bwana majeshi Yesu Kristo Nazareti, mtakatifu wa mbingu na dunia, Jehova Jireh, Jehova Shama, Jehova Toma Adonai, Alfa na Omega. Nabariki neema na upendo wako Yesu Kristo, Bwana majeshi, kwa kuwa pamoja nasi mwanzo. Mungu mtakatifu, ulituwezesha Bwana kusikia neno lako hili, Jehova. Neno lako linatuambia Jehova Jireh, tuamini, tusikie na tuhubiriwe. Ndio Bwana, tumehubiriwa na tumesikia. Baba pia tumeamini, Jehova Shama. Kumbe neno lako Yesu Kristo, maneno haya tuliyosikia mahali hapa, Jehova, yasingilie kulia kutoka kushoto, mbali yakaenda na mioyo yetu, yakafanike kama mti uliopandwa kando ya maji. Mungu akatufanya tunawina tustawi, mti huo uzae matunda, Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, Jehova Shama, Jehova Taom, tuongoze, tuwezeshe, tutembee katika neno lako na katika utakatifu wako. Tuishi maisha matakatifu, tushike sheria zako kama utakavyo wewe Bwana, tuwezeshe Yesu. Asante Yesu Kristo, na kushukuru Bwana, tukazae matunda Yesu Kristo, na matunda yetu yakajulikane na watu. Watuonapo sisi wakuone wewe Bwana, kwa matendo yetu zilisha wewe, tabia zetu zitakutambulisha wewe. Kumbe Bwana, wewe tuvae Yesu, situpotee, kwa neema na utakatifu wa jina lako Yesu Kristo Nazareti. Bwana majeshi, na shukuru neema na upendo wako. Naomba tukiamini. Haleluya. Amen. 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 Amen.